Topic ya neno la Mungu la ujumbe wa leo ni ya kwamba umeitwa uweze kushinda, called to win. Na ningetaka kuanza na kusema ya kwamba hakuna wakati ambapo Mungu alikuita uwe wa kushindwa. Mungu kutoka awali alipomuita mwanadamu, alimuita akiwa na lengo ya kwamba yule mwanadamu akaweza kushinda. Nasema hivi kwa sababu katika dunia kuna mambo mengi ambayo yanapinga mwanadamu, especially mtoto wa Mungu. Kuna mambo mengi ambayo utakutana nayo, na lengo la yale mambo ambayo mengine yanaletwa na shetani ni ya kwamba wewe na mimi ukashindwa na ukakosa kuingia ama kufikia destiny yako. Lakini mapenzi ya Mungu ni ya kwamba wewe na mimi tukaweza kushinda. And that is why ukisoma Biblia katika kitabu cha Romans 8 mstari wa 37, Romans chapter 8 verse 37 and 39, neno la Mungu lasema ya kwamba sisi ni zaidi ya washindi. Inasema no, in all things we are more than conquerors through him who loved us. Kwa mambo haya yote sisi ni zaidi ya washindi kupitia kwa yule ambaye alitupenda. Verse 38, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Tumeambiwa ya kwamba sisi ni zaidi ya washindi. Hakuna jambo lolote ambalo linaweza kututenganisha na upendo mkuu ambao uko katika Kristo Yesu. Neno la Mungu lasema ya kwamba hakuna kiumbe chochote, hakuna height yoyote ama depth yoyote ama jambo lolote inaweza kututenganisha na ule upendo mkuu ambao uko katika Kristo Yesu. Kwa hivyo nataka siku ya leo kila mmoja wetu aelewe ya kwamba umeitwa ili ushinde. Hakuna pahali ambapo kuna vocabulary katika neno la Mungu ya kushindwa. Wewe na mimi tumeitwa ili tukaweza kushinda. Kitabu cha Revelation ama Ufunuo ukisoma kuanzia 2 mstari wa 17 inasema, to the winner or victor I will give some of the hidden manna. Yeyote yule ambaye atashinda. Ukiendelea kusoma utakuta mistari ambayo inaongea juu ya mshindi. I will give some of the hidden manna. I will also give him a white stone with a new name written on it. Haya ni mambo ambayo yamewekewa yule ambaye atashinda. Hata 2 mstari wa 7, the same Revelation 2 mstari wa 7 inasema, ambaye atashinda atapewa right ama uwezo wa kukula kutoka kwa mti ulio hai, right to eat from the tree of life. Na hata ukisoma Ufunuo 2:11, wale ambao watashinda, they will not be hurt by the second death. Hawatakuja kushindwa
na kifo cha pili. Kwa hivyo unakuta ya kwamba ni mapenzi ya Mungu, wapendwa, tukawa washindi. Hata kitabu cha pahali ambapo tutasoma kitabu cha Samueli, utaona ni mapenzi ya Mungu kila mmoja wetu akaweza kushinda vita vyake. Kwa hivyo neno la Mungu nasema ya kwamba wewe na mimi tumeitwa tushinde. Na hata tumeona katika neno la Mungu kumekuwa na wakimbiaji katika taifa letu, na unaona ya kwamba wanafanya bidii, na wakati wanaenda na wanashinda, unakuta ya kwamba wanapewa vipawa. Wengine wanapewa dhahabu, wengine wanapewa shaba, wengine wanapewa hata ile bronze, na wengine unakuta hata wanapewa pesa, kwa sababu amepambana na ameenda na ameshinda. Mapenzi ya Mungu ni kwa kila mmoja wetu tukaweza kushinda. Ningetaka tufungue 1 Samuel chapter 17. Kitabu cha 1 Samuel 17 kuanzia 12, from verse 12. Now David was the son of an Ephrathite named Jesse, who was from Bethlehem in Judah. Jesse had 80 sons, and in Saul's time he was old and well advanced in years. Jesse's 3 eldest sons had followed Saul to the war. The firstborn was Eliab, the second Abinadab, and the third Shammah. David was the youngest. The 3 oldest followed Saul. But David went back at the fall from Saul to tend his father's sheep at Bethlehem. For 40 days the Philistine came forward every morning and every evening, and he took his turn. Now Jesse said to his son David, "Take this ephah of roasted grain and these 10 loaves of bread for your brothers, and hurry to their camp. Take along these 10 cheeses to the commander of their unit. See how your brothers are, and bring back some assurance from them. They are with Saul and all the men of Israel in the valley of Elah, fighting against the Philistines." Early in the morning, David left the flock with a shepherd, loaded up and set out as Jesse had directed. He reached the camp as the army was going out to its battle position, shouting the war cry. Israel and the Philistines were drawing up their lines of facing each other. David left his deeds with the keeper of surprise, ran to the battle lines, and greeted his brothers. As he was talking with them, Goliath, the Philistine champion from Gath, stepped out from his lines and shouted his usual defiance, and David heard it. When the Israelites saw the man, they all ran from him in great fear. Now the Israelites have been saying, "Do you see how this man keeps coming out? He comes out to defy Israel. The king will give great wealth to the man who kills him. He will also give him his daughter in marriage, and will exempt his father's family from taxes in Israel." David asked the men standing near him, "What will be done for the man who kills this Philistine and removes this disgrace from Israel? Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God?" They repeated to him what they had been saying, and told him this is what will be done for the man who kills him. When Eliab, David's eldest brother, heard him speaking with the men, he burned with anger at him and asked, "Why have you come down here? And with whom did you leave those few sheep in the desert? I know how conceited you are and how wicked your heart is. You came down only to watch the battle." "Now what have I done?" said David. "Can't I even speak?"
He then turned away to someone else and brought up the same matter. And the men answered him as before. What David said was overheard, and he reported it to Saul, and Saul sent for him. David said to Saul, let no one lose heart on account of this Philistine. Your servant will go and fight him. Saul replied, you are not able to go out against this Philistine and fight him. You are only a boy, and you have been a fighting man from his youth. But David said to Saul, your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them, because he has defied the armies of the living God. The Lord will deliver me from the power of the lion, and the power of the bear will deliver me from the hand of this Philistine. Saul said to David, go, and the Lord be with you. Then Saul dressed David in his own tunic. He put a coat of armor on him, and a bronze helmet on his head. David fastened on his sword over the tunic, and tried walking around, but he was not used to them. I cannot go in this, he said to Saul, because I'm not used to them. So he took them off. Then he took his staff in his hand, chose 5 smooth stones from the stream, put them in the pouch of his shepherd's bag, and with his sling in his hand approached the Philistine. Meanwhile, the Philistine with his shield bare in front of him kept coming closer to David. He looked at David over and saw that he was only a boy, rude and handsome, and he despised him. He said to David, am I a dog that you come at me with the sticks? And the Philistine cast David by his gods. Come here, he said, and I'll give your flesh to the birds of the air and the beasts of the field. David said to the Philistine, you come against me with the sword and spear and the javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will hand you over to me, and I'll strike you down and cut off your head. Today I will give the carcasses of the Philistine army to the birds of the air and the beasts of the air, and the whole world will know that there is a God in Israel. All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord said, for the battle is the Lord's, and he will give all of you into our hands. As the Philistine moved closer to attacking, David ran quickly toward the battle line to meet him. Reaching into his bag and taking out a stone, he slung it and struck the Philistine on the forehead. The stone sank into his forehead, and he fell face down on the ground. So David triumphed over the Philistine with a sling and a stone, without a sword in his hand. He struck down the Philistine and killed him. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa hili neno lako. Naomba Roho Mtakatifu ukaweza kunisaidia na kuniwezesha na kunitumia ili hili neno likawa msaada kwa kila mmoja wetu siku ya leo. Tubariki mfalme wa ajabu, katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Mara nyingi wapendwa, pengine umewahi kusoma juu ya vita ambavyo vilipiganwa na Daudi dhidi ya Goliath, na tumesoma ama ukisoma katika Biblia utaona ya kwamba Goliath alikuwa ni mtu wa vita. Kutoka utoto wake alikuwa ni mtu wa vita, na alikuwa ni mtu ambaye
alikuwa mnene katika kimo, alikuwa mtu ambaye alikuwa mrefu na mkubwa sana. Hata wachaguzi wa Biblia wanasema huyu mtu alikuwa karibu fiti 9. Alikuwa mtu ambaye alikuwa mkubwa sana, kwa sababu alikuwa kati ya wale watu wanaitwa Anaki, ambao walikuwa majitu, watu wanene sana. Alikuwa ni wa generation ya wale watu ambao wale wana wa Israeli walipoenda kupeleleza nchi waliwakuta, wakakuta watu wakubwa wanene, na wengine wao wakaogopa. Hivyo huyu mtu alijitokeza na akasema ya kwamba yeye atasimama katika pande ya jeshi la Wafilisti, ili nao Waisraeli wamtoe mtu wao ili aweze kupigana na yeye. Na ilikuwa ni ya kwamba yule ambaye atashindwa, kama ni mtu wa kutoka Israeli ambaye angeshindwa, basi Israeli wangekuwa slaves wa Wafilisti. And then kama ni Mfilisti angeshindwa, basi Wafilisti wangekuwa slave ama watumwa wa wana wa Waisraeli. Na kwa hivyo akawa amejitokeza. Jeshi la Israeli limeenda vitani na limesimama katika mlima mmoja, na jeshi la Wafilisti limejitokeza na limesimama upande ule mwingine katika mlima mwingine, na pale katikati kulikuwa na vali. And then kila siku huyo mtu ambaye alikuwa anaitwa Goliath, ambaye alikuwa anasimamia pande ya Wafilisti, alikuwa anajitokeza na anakuja na maneno ya kuogofya, akiwa na silaha kali za siku ile, akiwa na mkuki, akiwa na ile jevali, akiwa amejifunga kabisa. Na wakati alijitokeza, alikuwa anatokea na ananena maneno, anasema, nyinyi Waisraeli, tafadhalini mkatoa mtu ili nipigane na yeye, andena angewalaani wana wa Israeli kupitia kwa miungu yake. Lakini nashukuru Mungu, wana wa Israeli walikuwa pale, na pia wakawa wakati huyu mtu amejitokeza, wakawa wakimuona wanaogopa sana. Kila asubuhi anajitokeza, kila jioni anajitokeza. Kwa siku 40 Goliathi walikuwa anajitokeza, na wana wa Israeli walikuwa na uoga sana. Lakini ninashukuru Mungu ya kwamba tumeitwa ili tushinde vita. Huyu kijana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Daudi, neno la Mungu lasema ya kwamba alikuwa kijana mdogo, mwana wa mzee mmoja alikuwa anaitwa Jesse, na yeye alikuwa ndiye lastborn, na walikuwa wamezaliwa vijana 10. Kulikuwa na ndugu zake ambao walikuwa tayari wameingia katika ile jeshi. Kulikuwa na Elia, kulikuwa na wengine kama Binada walikuwa katika jeshi. Lakini Daudi akiwa kijana mdogo alikuwa ameachwa kule nyumbani, na kazi yake ilikuwa ni kulisha. Na siku ya leo nataka kuongea mambo kadhaa ambayo inaweza kukufanya ushinde vita vyako, kama vile Daudi alimshinda Goliathi. Kwa nini alimshinda? Ni nini alitumia ili akaweza kumshinda Goliathi? Na siku ya leo ningetaka ujue wewe unaweza kushinda. Jambo la kwanza, David was connected with God. Daudi alikuwa ana uhusiano mzuri na Mungu.
alikuwa anamjua Mungu. Kitabu hicho ambacho tumesoma mstari wa 12 unasema David was a son of Jesse, was from Bethlehem, Judah. Na ningetaka ujue Judah inasimamia praise, inasimamia worship. Huyu mtu hata kama alikuwa kijana, alikuwa na connection na Mungu na aliweza kumjua Mungu. Na hata ukisoma baadaye vile Zaburi ambavyo Daudi ameandika akimsifu na kumwabudu Mungu, utaona ya kwamba kutoka zamani alijuana na Mungu. Na kwa hivyo ushindi wa kila mmoja wetu utaanza wakati ambapo utakuwa connected na Mungu, wakati ambapo wewe mwenyewe utamjua Mungu na uconnect na yeye. Hapo ndipo ambapo ushindi wako utaanza. Wakati wa connected with God, hakuna wakati ambapo utashindwa, hakuna vita ambayo utapoteza. Kila wakati utakuwa ukishinda vita vyako. Yesu alikuwa connected with God, na hata wakati alipitia shida nyingi, hata wakati alikuja kusulubiwa, yeye alishinda, alisimama imara kwa sababu alikuwa connected with God. Paulo alikuwa connected with God na akashinda vita vyake. Hata siku moja akasema, I have fought, nimepigana vita vizuri vya imani, na ninajua siku ya leo nimewekewa taji la uzima. Yeye alijua ya kwamba akiwa katika connection na Mungu, yeye ni zaidi ya mshindi, na akakiri ya kwamba nimepigana vita vyangu na nimeweka imani na nimeshinda. Lazima uwe connected with God ili ukaweza kupata ushindi. Ushindi juu ya mambo yote, lazima number 1 uwe connected na Mungu. Number 2, ukisoma katika mstari wa 14, 17 verse 14, David was the youngest, the 3 oldest followed Saul and the rear. But David went back and forth from Saul to tend his father's sheep at Bethlehem. Ni vizuri ujue ya kwamba Daudi alikuwa mtu ambaye alikuwa mnyenyekevu, na ambaye alikuwa ni mtu ambaye alikuwa mtiifu. Unaona ya kwamba hata kama alikuwa ni kijana mdogo, alimpenda baba yake na alipenda kukaa chini ya mamlaka ya baba yake, na alikuwa mtiifu. Anaambiwa na baba yake, wewe ndio utaenda kuangalia mifugo, na Natina anaenda kule msituni. Hata kama kulikuwa na shida nyingine kule msituni, kulikuwa na wanyama wakali kama simba, kulikuwa wanyama kama dubu, lakini unaona ya kwamba huyu Daudi alikuwa natii na anakubali kukaa chini ya mamlaka. Na ni vizuri ujue ya kwamba ukikaa chini ya mamlaka utaweza kushinda. Ukikaa chini ya mamlaka utaona ushindi katika maisha yako, kwa sababu mara nyingi unakuta hatushindi kwa sababu we don't want to stay under authority. Authority huwa zimewekwa na Mungu. Authority zinaweza kuwa mbalimbali. Inaweza kuwa ni authority ni mzazi wako. Ukitii mzazi wako utabarikiwa na utakuwa na ushindi. Kama pengine wewe ni mwanafunzi, authority ile iko mbele yako ni yule mwalimu ambaye anakufundisha. Ukiweza kukubali kuishi under authority, utaona
utashinda. Kama pengine uko kanisani, you are under authority, na ukikaa katika mamlaka yale, under ile mamlaka ambayo Mungu ameweka, ndugu yangu na dada yangu, utapata ushindi. Kwa hivyo unaona ya kwamba Daudi aliweza kushinda kwa sababu alijifunza kutoka zamani kuwa under authority. Na unakumbuka yule mwanajeshi, yule centurion ambaye alikuwa na mtoto mgonjwa, alimtumania Yesu na akamwambia, hata si lazima uje katika nyumba yangu, pahali ulipo unaweza kunena neno, na ukinena neno la uponyaji, mtoto wangu atapata uponyaji, kwa sababu mimi ni mtu ambaye ako na mamlaka, na ninaambia wale wako chini, fanyeni hivi, na wanafanya, na ninajua wewe uko na mamlaka. Kwa hivyo ukisema neno, yule mtoto wangu ataweza kupona. Huyu askari alijua jinsi mamlaka inafanya kazi, na kwa hivyo Daudi alikuwa pia naelewa, na kwa hivyo akakubali kukaa under authority. Na wakati vita inakuja, mtu ambaye ako chini ya mamlaka unakuta ya kwamba anapata ushindi, kwa sababu authority ile iko juu yake, anaitii. Kwa hivyo hata yeye akitumia ile authority amepewa, itafanya kazi na utaona akishinda. Jambo la tatu, winners talk positive words of victory. Washindi wanaongeaga mambo ya kushinda, wanaongeaga maneno ya kushinda. Lakini unakuta ya kwamba watu wengine kila wakati wanaongea juu ya kushindwa. They are always complaining, they are always murmuring. Wanaona kushindwa. Lakini kama ungetaka ukawa mshindi, lazima ukajifunza kuongea ushindi, kuongea maneno ya victory. Unaona Daudi, hakuna pahala popote ambapo aliongea kushindwa. Hata wakati ambapo alienda vitani kupelekea ndugu zake chakula, na akaweza kusikia yule Goliathi vile alikuwa naongea, hakuna wakati ambapo Daudi aliongea kushindwa. Hata wakati aliona Goliathi akitokea, Waisraeli wote wanatetemeka na wanaogopa, yeye hakuna wakati ambapo aliongea kushindwa. Alikuwa ameanza hata kuuliza yule ambaye atamuua huyu Mfilisti atafanyiwa nini, kuona huyu Mfilisti ni mtu ambaye haogopi Mungu. Kwa hivyo alikuwa naongea mambo ya ushindi. Na ni vizuri ujue ya kwamba watu ambao wanashinda kutoka zamani wanaongeaga ushindi, hawaongeagi kushindwa. Na ukikumbuka wale watu ambao walikuwa ni viongozi wa Israeli, ambao walitumwa kupeleleza nchi, walitumwa wakiwa 12, na wakati walienda kuangalia ile nchi, 10 wao walileta ripoti ya kushindwa. Waliongea juu ya kushindwa kwa sababu walisema, tumeenda tukaona nchi, na nchi ni nzuri, na nchi imebarikiwa. Na hata walikuwa wamebeba matunda ambao walikuwa wanashikania watu wawili. Lakini maneno ambao waliongea maneno ya kushindwa, na wakaanza kusema ya kwamba katika nchi ile tumeona Waanaki, wale watu wakubwa na warefu, na tulijiona kama mapanzi tukiwa mbele zao, na hao watu ni watu wakubwa, na hatuwezi kuingia katika ile nchi. Watu wote wakalia katika hema. Hiyo ripoti ikafanya
wamama walie, watoto walie, watu wote walie. Na wakaanza kusema, kwa nini ulituleta hapa tukafe jangwani? But thank God ya kwamba kuna watu wawili kati ya wale 12, Joshua na Caleb, ambao walisimama katika hema na wakasema, ni kweli tulienda na tukawaona hao wana wa Anaki. Na unajua Goliath was one of the generations ya Waanaki. Na watu wawili Joshua na Caleb wakasema, wakatumia maneno ya kwamba tumewaona hata sisi, lakini Mungu atatupatia ushindi. Mungu atatupatia hiyo nchi. Kwa hivyo unaona ya kwamba hawa watu wawili waliongea victory, na wale wana wa Israeli waliposikia yale maneno wakawa convinced ya kwamba vile hao watu wawili wameona ni kweli Mungu atakuwa pamoja nao. Na walipokana wakaenda baadaye, Mungu aliweza kuwapatia ushindi. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba jifunze kuongea positively. Jifunze kuongea ushindi. Maneno yako yawe ni maneno ya ushindi, si maneno ya kukombre, si maneno ya just mamali, lakini simama kama Daudi na ukiri ya kwamba utaweza. Jambo la 4 utalipata katika mstari wa 29, verse 29. Winners walk with confidence. Washindi wanakuaga na ile confidence. Daudi alikuwa na confidence. Na unaona verse 29, hata vile anaongea anasomewa na ndugu yake mkubwa, anaambiwa wewe umekuja tu kuona vita na umewacha hata hizo kondoo na nani. Unaona Daudi alikuwa fungua tu basi hiyo tulikuwa umefungua basi 29. Na unaona Daudi anasomewa, lakini ya vile anajibu alikuwa ni very confident. Alikuwa naongea akiwa na a lot of confidence. Anasema, now what have I done? Hata nini sasa nimefanya? And then anasema, can't I even speak? Hata siruhusiwi hata niongee. Huyo ni mtu ambaye anaongea with a lot of confidence. Na kwa hivyo wapendwa, ni vizuri tukaweza kuwa na confidence. Anamwambia Saul, mimi nitaenda kupigana na huyu Goliath. Sauli anamwangalia, anaona kakijana kadogo, anaona kamtu kadogo, lakini yeye alikuwa na confidence ya kutosha. Hata akiwa mdogo vile alikuwa na confidence ya kwamba Mungu wako pamoja na yeye na Mungu atampatia ushindi. Na kwa hivyo nataka kusema ya kwamba ni vizuri kuwa na confidence. Neno la Mungu nasema ya kwamba don't throw away your confidence in the Lord, ambayo imebeba a great reward. Watu ambao wako confidence wanakuwa na ushindi, kwa maana whatever wanakuwa na confidence naye, Mungu anabaki ile confidence na yale maneno na anawapatia ushindi. Jambo la 5 ambalo lilimsaidia Daudi kushinda ni ya kwamba alikuwa convinced na alikuwa convicted ya kwamba ana ushindi. He gave an example of how he used to kill lions and bears
using his bare hands. Na ni vizuri ukawa na conviction. Unajua kuna watu wameokoka lakini hana confidence, hana conviction ya kwamba yeye atashinda, yeye atasimama imara, yeye atadumu katika wokovu. Lazima uwe na conviction, lazima uwe mtu ambaye ako fully persuaded ya kwamba you are on the right direction na utashinda shetani. Paulo anasema I am persuaded, mimi nina conviction ya kwamba hakuna lolote ambalo linaweza kunitoa na kunitenganisha na upendo ulio katika Kristo. Winners are always convinced and convicted ya kwamba kuna ushindi. Kwa hivyo wapendwa, katika vita, katika mambo ambayo tunapitia, lazima uwe convinced na convicted ya kwamba utashinda. Lakini ukiwa mtu wa kulegea, unaona huwezi kushinda, you are not sure of yourself, you don't have confidence in yourself, you are not convinced that you are the right direction, wakati ambapo umeokoka, unaweza kujikuta ya kwamba vita itakuja na kujikuta unashindwa. Lakini ukiwa convinced na convicted, utasimama imara. Na jambo la 6, winners fight with what they have personally. Verse 38. Verse 38. Then Saul dressed David in his own tunic. Unaona, Saul alijaribu kumsaidia Daudi wakati Daudi alisema ya kwamba atajitolea kwenda kupigana na Goliath. Akahurumiwa sana na mfalme, hata akampatia nguo yake ya vita ambayo ilikuwa ni kama nguo ya chuma ambayo Daudi alivalishwa. Akapewa hiyo coat of armor, kakoti kama ya chuma, na ile helmet akavikwa katika kichwa chake ili aende vita. Lakini Daudi alipojaribu hata kutembea, ikamshinda, na akamwambia Sauli, mimi siwezi kupigana na hizi nguo zako za vita, wacha tu niende vile nilivyo. Nataka kusema ya kwamba winners fight with what they personally have. And that is why lazima wewe mwenyewe uwe na weapons zako za vita, uchukue silaha zako ambazo tumepewa katika neno la Mungu. Ukisoma Waefeso 6, utaona zile silaha ambazo tumepewa kama Wakristo ili tupigane vita na tuweze kushinda. Usipigane na silaha za mtu mwingine. Usione mwingine alishinda na uanze kufikiria alishinda na njia gani, na uanze kujaribu kutumia silaha zake. Daudi alikataa silaha za Sauli, na yeye mwenyewe akachagua kutumia silaha zake. Ni vizuri ukajua Mungu in a personal way. Ni lazima ujue nguvu zako zinatoka wapi. Usijiunganishe na mwanadamu, kwa sababu mwanadamu anaweza kukufeli. Lakini jiunganishe na Mungu na umjue in a personal way, kwa sababu pale ndipo utapata nguvu zako. Kuna vijana katika kitabu cha Matendo ya Mitume, walikuwa vijana 7 wa mzee mmoja ambaye alikuwa anaitwa Skefa, na walienda wakamkuta mtu ambaye alikuwa amepagawa, na wakaanza kukemea zile mapepo, na walikuwa nasema, nyinyi mapepo tunawakemea na mkatoka katika jina la Yesu ambaye anahubiriwa na Paulo. Naye mapepo yakamwangalia yule
akamwambia, tunamjua Paulo, lakini nyinyi ni nani? Na neno linasema wale vijana wakaweza kupigwa na mtu ambaye alikuwa na mapepo, mpaka nguo zao zikararuliwa kabisa, kwa sababu walijaribu kupigana na silaha ambazo hawakuwa nazo, silaha ambazo zilikuwa za wengine. And that is why, tumia silaha ambazo unajua. Na unaona Daudi alitumia silaha very simple, ili alikuwa nayo na ili alielewa na ili alikuwa anatumia hata akiwa peke yake, na ilikuwa ni silaha ambazo wakati Goliathi aliziona alizidharau sana. Imagine mtu wa fiti kama 9 anaona kakijana kametokea na kamekuja na mawe tu kidogo, na amekuja na ile sling ile inaitwa gombeo, hiyo kegota ndio amekuja naye, na kamawe na kamfuko ameweka hapa, na hiyo ndio alitumia. Wakati Goliathi aliona hiyo silaha, alimwambia, kwani mimi ni mbwa? Hii ni nini tunakuja kunipiga naye? Lakini Daudi alikuwa very sure hizo ndizo silaha zake na ndizo atatumia. Therefore lazima utumie silaha zako. Na ni kweli Daudi wakati aliona Goliathi anamsongea, hakurudi nyuma, na yeye alimsongea na ile kakitu yake na hiyo gombeo lake akamsongea, na within a very short time alirelease ile kamawe kamoja tu, na ikamshika yule Mfilisti Goliathi hapa, na akagongwa, ikasinki ndani na akaanguka, na Daudi akakimbia akachomoa upanga wake na akamuua. Kwa hivyo nataka kusema, tumia ile silaha ambayo Mungu amekupatia yako personally. Simama imara na nguvu na neema na kile Mungu amekupatia, na utapata ushindi. Amen. Jambo la 7, nikienda kumalizia, don't despise yourself. Amen. And don't allow yourself to be despised by others. Daudi hakuna wakati ambapo alikubali kudharauliwa, kwa sababu unaweza kujidespise. Yeye hakukubali kujidharau. Vile alikuwa alijiona ametosha na na nguvu na neema ya kupigana na Goliathi, na hata hakukubali kuwa despised by others. Unajua kuna watu ambao wanakuwa despised, wengine wanajidespise, wanajidharau wao wenyewe, wanasema mimi siwezi, mimi pahali nimetoka, ukoo wetu, familia yetu, hata pengine sijasoma, hata pengine sijafanya hivi na hivi. Don't despise yourself. Simama katika imani, hata usikubali watu wa kudespise. Unaona ndugu za Daudi walikuwa namfuata, wewe kijana umekuja kufanya nini? Rudi nyumbani. Lakini hakukubali kuwa despised. Kwa hivyo nataka kukwambia kwamba you can make it. Amen. Usikubali hiyo grasshopper mentality ya kujidharau, ya kudespise ikushike. Kama unataka kushinda vita, never despise yourself. Vile ulivyo, Mungu anaona una neema na una nguvu na unaweza, na amekuumba ili uweze kushinda. Kwa sababu kama vile nilisema, Mungu hajatuumba tushindwe, hajatuokoa tukashindwe, lakini ametuokoa ili tukashinda. And then number 8, winners
aim at glorifying God with their victory. Mtu yote ambaye anataka kushinda anakuwa na aim ya kumshukuru Mungu na kumtukuza Mungu kupitia kwa ule ushindi Mungu atampatia. Wakati Mungu anakupatia ushindi, hakupatii ule ushindi ili uonekane, ili ujipatie utukufu, lakini anakupatia ili jina lake likaweza kutukuka. Kwa hivyo Daudi alijificha nyuma ya Mungu, akijua ya kwamba amepewa neema ya kushinda Goliathi, ili Mungu akaweza kutukuka yeye mwenyewe. Kwa sababu mstari wa 46 anasema ili dunia yote, verse 46, ili dunia yote ijue kuna Mungu Israeli. This day the Lord will hand you over to me, and I will strike you down and cut off your head. Today I will give thee the carcasses of the Philistines to the birds of the air and the beasts of the earth. Unaona, and the whole world will know that there is a God in Israel. Ushindi wa Daudi ulikuwa ni ya kwamba kujulikane kuna Mungu Israeli. Hata ushindi wa Elija wakati ambapo aliitisha wale prophets, wale manabii wa Baali wa uongo, ni ya kwamba ajidhihirishe ya kwamba kuna Mungu wa Israeli, kuna Mungu ambaye anatenda miujiza. And then verse 47 inasema, verse 47, all those who are here will know it is not by sword or spear, for the battle is the Lord. All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and will give all of you into our hands. Kwa hiyo mtu anapatiwa ushindi ili jina la Mungu likaweza kutukuka. Jambo la mwisho, winners never give up pursuing their destiny. Ni vizuri ukajua ya kwamba winners never give up. Usiwe wakati mmoja itafika ujikute ya kwamba you are giving up. Never give up, wapendwa, katika maisha yako ya kutembea na Mungu. Don't give up. Never give up. Kile ambacho kiko mbele yako ni kitu cha maana zaidi. Umeokolewa kutokana na kifo cha pili. Umepewa ule uzima wa milele, maisha ya milele na milele mbinguni, na umepewa ushindi kwa sababu damu ya Yesu Kristo imekutakaza na umebarikiwa, na hata umepewa ruhusa ya kufanyika mtoto wa Mungu. What you have is very, very valuable. Ni ya kukusaidia wakati huu na wakati ambao utakuja. Kwa hivyo never give up. Hata wakati unapitia shida, never give up. Maisha ya maombi, never give up. Maisha ya utakatifu, never give up. Maisha ya kutembea katika imani, never give up. Hali ya kumtegemea Mungu, never give up. Kwa sababu tunaishi wakati when many people are giving up. Wakati unakuta watu wanainua mkono, wameshindwa, wanaona kama they cannot do it. Never give up. Nataka kumalizia wapatia ka story kamoja kalitendeka. Hii story ni jambo lilitendeka. Kuna hawa wakimbiaji wa Olympics, na siku moja kulikuwa na hiyo Olympics, sijui ni Mexico hapa ni wapi, na wale wakimbiaji wakaenda. Nchi ya Tanzania ikatuma wakimbiaji. Kuna mmoja wao alikuwa kwa ile marathon akikimbia, na wakati walianza kukimbia, ile marathon ilikuwa ngumu sana, ilikuwa so tough.
Watu wengi wanaenda, anatoka kwa uwanja, anaketi. Watu wanaenda, anatoka. Lakini huyu mtu wa Tanzania, hata kama wengi waligiva, yeye hakugiva. Hata wakati ambapo watu wamekimbia na wamemaliza kukimbia, 4 hours before, the man was still coming slowly. Na akakuja akamalizia akiwa peke yake 4 hours, wakati ambapo wale walikuwa mbele wamemaliza na wameshinda. Akaulizwa, kwa nini wewe na umeshindwa unakuja tu pole? Kwa nini unakimbia na unajua hutakuwa namba 1, 2 au 3? Na wale walikuwa mbele 4 hours after walipofika. Akasema, mimi sikutumwa na nchi yangu ni give up. Nilitumwa niweze kukimbia na nimaliza mkondo. Kwa hivyo hata kama nimemaliza nikiwa wengine wamemaliza, nimemaliza mkondo. I decided not to give up. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba don't give up. Hata kama mkondo una shida, una challenges, wengine wamesimama kando, wewe endelea, kwa sababu utamaliza na utamaliza vizuri. Kwa hivyo we have been called to win. Wewe na mimi tumeitwa ili tuweze kushinda, na kutoka leo kuwa na mentality ya kushinda, kuwa kila wakati ukijua you are more than a conqueror, zaidi ya mshindi, kwa neema ya Mungu, kwa sababu Mungu ni mwaminifu na amesema atakuwa pamoja nasi mpaka mwisho wa dahari. Hakuna wakati ambapo atatuachilia, atasimama pamoja nasi. Zaburi 23, hata kama nitapitia katika ile bonde ya wafu, utanishika mkono na utaniongoza na nitatokea nikiwa mshindi. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Amen. Baba, katika jina la Yesu, na kushukuru kwa sababu umetuita ili tukaweza kushinda. Hakuna wakati ambapo umetuita ili tukashindwe, lakini umetuita ili tukashinda. Tumeona Daudi akishinda hata adui wa Israeli ambaye alikuwa amesimama na ameleta uoga wa jeshi nzima la Israeli, lakini Daudi akasimama imara kwa sababu alikujua na akawa na confidence, akawa chini ya mamlaka, akawa anakupenda, akawa convinced na convicted ya kwamba uko pamoja na yeye, na hata hakukubali kuwa despite, kujidharau, akasimama na Mungu alimpatia ushindi. Ninakushukuru siku ya leo kwa ajili ya neno lako ambapo tumejifundisha mambo mengi ya kutenda ili tukaendelea kuwa na ushindi. Naomba kila mmoja wetu Bwana ukatusaidia, ukatupatia hiyo neema ya kusimama imara, ya kuwa endikale na kuendelea mbele na kupata kushinda, kwa sababu umesema ya kwamba utakuwa pamoja nasi mpaka mwisho wa dahari. Naomba siku ya leo, kama kuna mmoja wetu ambaye amegiva, na mwombea nguvu na neema, akasimama na nguvu zako na akaweza kuendelea mbele. Ninavunja ngome ya discouragement, ninavunja ngome ya kurudi nyuma, ninavunja nguvu zote za giza ambazo zinawafanya wengi wakachoka katika safari ya imani. Na ninakuomba Roho Mtakatifu ukatusaidia na ukatuongoza na ukatuwezesha kuyatenda mapenzi yako, kwa sababu ni mapenzi yako tukaweza kushinda.
Na siku ya leo I declare ya kwamba sisi ni zaidi ya washindi katika Kristo Yesu, kulingana na neno lako Baba. I declare that we are more than conquerors, na uko pamoja nasi na utatuongoza mpaka mwisho wa utukufu wa jina lako. Ninakushukuru, ninakutukuza, ninakuabudu siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata tumeamini. Amen. Amen. Sema amen. Sema amen. You are more than a conqueror in Christ Jesus. Amen. Mbarikiwe sana na muwe na wakati mwema. Mungu anawapenda na sisi ni zaidi ya washindi.